Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana katika kipindi chetu cha leo. Leo tunazungumzia swala ambalo wanaume wengi hulipuuza au hulionea aibu kulizungumzia, lakini ukweli ni kwamba lina athari kubwa katika afya, ndoa, kujiamini na hata uwezo wa kufanya kazi kila siku. Je, umewahi kuhisi uchovu usioisha? Je, hamu ya tendo la ndoa imepungua? Au unajikuta nguvu zako za mwili si kama zamani? Haya yote yanaweza kuwa ishara kwamba mwili wako unahitaji uangalizi zaidi. Katika video hii tutazungumzia sababu za kupungua kwa nguvu za kiume, dalili muhimu unazopaswa kuzifahamu, namna ya kujikinga, na mwisho tutatazama moja ya njia zinazoweza kusaidia kuongeza nguvu na stamina kwa kutumia virutubisho vinavyofaa. Basi endelea kutazama mpaka mwisho. Kabla ya kuzungumzia tatizo, ni muhimu kuelewa kwamba nguvu za kiume hazimaanishi tendo la ndoa pekee. Nguvu za mwanaume hutegemea afya ya mwili mzima, mzunguko mzuri wa damu, homoni zilizo katika kiwango sahihi, afya ya moyo, afya ya akili, lishe bora na usingizi wa kutosha. Hivyo pale mwanaume anapoanza kupoteza nguvu, mara nyingi tatizo huwa linaanzia katika mfumo mzima wa afya. Sababu za kupungua kwa nguvu za kiume ni nyingi. Ya kwanza ni msongo wa mawazo. Stresi inapoongezeka mwilini, homoni zinazohusika na nguvu za uzazi huanza kupungua pia. Sababu ya pili ni uchovu wa kazi. Kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika hufanya mwili kuchoka na kupunguza stamina. Sababu nyingine ni lishe duni. Vyakula vya mafuta mengi, sukari nyingi na vile vilivyosindikwa vinaweza kuathiri afya kwa ujumla. Mazoezi machache pia ni sababu kubwa. Mwili usipotembea, mzunguko wa damu hupungua. Vile vile magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, unene uliopitiliza yanaweza kuchangia tatizo hili. Pia uvutaji wa sigara na matumizi ya pombe huathiri mishipa ya damu na afya ya uzazi. Dalili zinaweza kuwa tofauti kwa kila mtu. Baadhi ya dalili ni kuhisi uchovu wa kila mara, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, kupungua kwa nguvu za mwili, kukosa umakini kazini, kukosa usingizi mzuri, kujiamini kunapungua. Na wakati mwingine hali hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo na migogoro ndani ya familia. Ni muhimu kutambua kuwa dalili hizi zinaweza pia kusababishwa na magonjwa mengine. Ikiwa zinaendelea au zinazidi kuwa mbaya, ni vyema kumuona daktari kwa uchunguzi na ushauri sahihi. Habari njema ni kwamba mambo mengi yanaweza kubadilishwa. Anza kwa kula lishe bora, ongeza mboga za majani, matunda, protini zenye afya, kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi angalau dakika 30 kila siku. Lala saa za kutosha, masaa 6 hadi 8 na isiwe chini ya masaa 6. Punguza stresi kwa kufanya ibada, kutembea au kufanya shughuli zinazokuletea utulivu. Na muhimu zaidi, dhibiti magonjwa kama kisukari,
na shinikizo la damu kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Mbali na mtindo mzuri wa maisha, baadhi ya watu huchagua kutumia virutubisho vya lishe kama nyongeza. Moja ya bidhaa zinazopatikana ni Vitality Coffee. Vitality Coffee. Kwa mujibu wa taarifa za mtengenezaji, bidhaa hii ina viambato mbalimbali ikiwemo maca extract ambayo hutumika katika baadhi ya tafiti na matumizi ya jadi kama kiambato kinachohusishwa na kusaidia stamina na ustawi wa mwili. Ni rahisi kutumia. Changanya pakiti moja kwenye takribani mililita 200 za maji ya moto. Unaweza kutumia mara moja au 2 kwa siku kulingana na maelekezo ya bidhaa. Kumbuka kuwa virutubisho havibadilishi lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha au matibabu ya daktari. Kama una ugonjwa wa kudumu, unatumia dawa au una wasiwasi kuhusu afya yako, wasiliana na mtaalamu wa afya kabla ya kuanza kutumia kirutubisho chochote. Ndugu yangu, afya ya uzazi ni sehemu muhimu ya afya ya mwanaume kwa ujumla. Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Anza leo kuboresha lishe yako. Fanya mazoezi, lala vizuri, punguza msongo wa mawazo, na pale inapofaa tumia virutubisho kwa kufuata maelekezo na ushauri wa wataalamu wa afya. Ukipenda video hii, bonyeza like, jiunge na channel, shirikisha mwanaume mwingine ambaye unadhani atanufaika na elimu hii. Mimi ni Ramadhani Mtungwe. Asante sana kwa kutazama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.